Kaluma Boy ambaye pia tu amekuwa kitrend tu pale katika mitandao za kijamii baada tu ya Wakenya kuweza kujitokeza kwenda kule Odhaya kuweza kwenda kumsaidia. Ukumbuke tu waliweza tu kuweza kuanza kama mchezo pale katika TikTok kuweza kusema tu kwamba wataweza kumtembelea baada ya video zake kuweza kutrend akiwa tu ana take care babake mzazi, na Wakenya kuweza kufika kwa wingi zaidi. Lakini kuna issue fulani ambao pia imeweza kujitokeza pale katika social media ambao pia watu wengi tu zaidi wameanza tu kujaribu kumblame Ogobina pamoja na Eric Omondi kwa kuweza kufika katika hiyo show ya Kaluma ambaye pia alikuwa tu anapewa support na Wakenya kutoka mbalimbali. Wengine walitoka Nairobi, wengine kutoka Kisumu, wengine kutoka Mombasa, ili kuhakikisha tu kwamba wameweza kumsupport Kaluma Boy ambaye pia imeweza kuonyesha tu umoja wa Wakenya na ikionyesha tu jinsi ambao pia most of the time politicians ndio wanawagawanya Wakenya, kwa sababu watu wengi tu zaidi hawakuwa na expect labda Wakenya wangeweza kufika kwa fujo hivyo, kwa sababu ni ilianzia tu pale katika mitandao za kijamii na wakaweza kufanya kama real, ikaweza kuonekana watu ambao pia waliweza kufika pale kuhakikisha tu kwamba wameweza kumsupport. Na pia watu wengi tu zaidi wameweza kutoa warning wakisema tu kwamba ama wakionya Kaluma Boy kuweza kuenda katika show ya Ogobina, kwa sababu most of the time watu wengi pale katika mitandao za kijamii walikuwa wanasema tu Ogobina tu akiona mtu ana trend basi anamchukua anamleta katika show ya kwake anamfanyia interview, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wameweza kutoa warning pale katika social media na kuweza kumwambia Kaluma Boy kwamba asiweze kuenda interview yote ikiwemo tu ya radio, TV, including show ya Ogobina, wakisema tu kwamba sasa hivi ni wakati ambao pia anafaa kuweza kusettle na kuweza kutulia, kwa sababu wakati ambao pia alikuwa anahitaji usaidizi hakupewa interview yote na watu kuweza kumchukua sasa hivi kumfanyia interview, basi watakuwa wanaweza kumtumia. Lakini mtu ambaye pia ameweza kutajwa sana ni Ogobina, kwa sababu most of the time anafanya interview na watu ambao wana trend pale katika social media. Ni kitu ambacho pia tutakuwa tunangoja kuweza kuona kama Kaluma ataweza kusikiza Wakenya ama ataweza kufanya interview na Ogobina, kwa sababu sio makosa yake kuweza kufanya interview na Ogobina, kwa sababu Ogobina ni mtu ambaye pia ameweza kujijengea jina tu hapa nchini Kenya, na most of ama watu wengi tu zaidi wanafahamu show ya kwake, na kukataza Kaluma Boy asifanye show na Ogobina kivyetu kama Udaku 254 tunafeel ni kana kwamba labda sio fair kabisa, kwa sababu tu already Ogobina ni mtu ambaye pia ameweza kujijengea brand ya kwake pale katika social media, na ako na haki ya kuweza kufanya show na mtu yoyote ambao pia anataka. Sijui maoni yako ni yapi katika Udaku 254, tunakupatianga story ambazo zina trend mitandaoni, una make sure umesubscribe. Alafu huyu ni what's it called, blue band? Mafi Muscular. You know what? Yeah, this is it.